Moto! Ndio! Moto! Moto! Moto kabisa! Sha! Nawashukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, ndugu Kiseo Yusufu Nzoa, Katibu Tawala wa Mkoa wa Kilimanjaro, viongozi wa michezo mahali pa kazi, wajumbe wa kamati ya utendaji, mabibi na mabwana, kazi na utu. Tunasonga mbele. Kazi na utu. Tunasonga mbele. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote naomba nitumie nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii aliyotujalia ya kuwa na afya njema na uhai, na tukaweza kufika hapa Moshi kwa ajili ya mkutano mkuu wetu wa mwaka, mkutano unaofanyika kwa mujibu wa katiba ya Shimili. Mheshimiwa mgeni rasmi, kipekee kabisa naomba kwa ridhaa yako, kwa niaba ya watumishi, viongozi wa michezo walioko mbele yako, nitumie fursa hii kumshukuru kiongozi wetu, mama yetu, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuruhusu watumishi wa umma hawa kushiriki, kufanya mazoezi, kushiriki michezo mahali pa kazi, ikiwa ni sehemu ya jambo muhimu sana kwetu sisi watumishi kwa ajili ya kujenga afya, lakini na kuwawezesha watumishi wa umma hawa kuweza kushiriki kwenye kazi za ujenzi wa taifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na taadhima, napenda pia kuchukua fursa hii kukukaribisha katika mkutano huu muhimu wa Shimili. Sisi kama watumishi wa umma na wasimamizi wa michezo mahali pa kazi, tunathamini sana muda wako na utayari wako wa kuungana nasi leo, na hasa ikizingatiwa kwamba tuliwasilisha maombi kwako kwa kuchelewa, lakini umeridhia kuja kutufungulia michezo yetu kwa maana ya mkutano mkuu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakushukuru sana. Tunakushukuru kwa kukubali maombi yetu, hata ukaweza kutenga muda na kujumuika nasi. Ujio wako Mheshimiwa mgeni rasmi, unatupa faraja sisi kama viongozi wa michezo, lakini pia unatupa chachu ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii. Tunaamini kuwa uongozi wako thabiti vitaendelea kutuongoza katika kutimiza malengo ya Shimili. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba pia uniruhusu, kwa kuwa watumishi hawa wamesafiri kutoka sehemu zao za kazi, niwashukuru viongozi wetu mahali pa kazi kwa kuwa wameweza kuidhinisha fedha, lakini wameweza kutoa ruhusa kwa watumishi hao ambao ni viongozi wa michezo mahali pa kazi, ili waweze kuja kushiriki mkutano huu hapa Moshi. Kwa hilo tunawashukuru sana na tunawaomba waendelee na moyo huo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaishukuru ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro kwa kukubali kuwa wenyeji wetu na kuliwezesha shirikisho kukamilisha maandalizi ya mkutano huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, hali halisi ni dhahiri. Nina imani kila mjumbe hapa anayo furaha. Mahali tulipokaa ni pazuri, si kweli wajumbe? Ni kweli kabisa. Kwa hiyo kwa hilo tunakushukuru sana. Lakini pia maandalizi yetu, Mheshimiwa mgeni rasmi, yamekuwa rahisi kwa kuwa timu yako, kwa maana ya watumishi walioko chini yako, wameshirikiana nasi kuhakikisha kwamba maandalizi ya mkutano huu yanafanikiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, jukumu langu nililokabidhiwa ni kukukaribisha ili uweze kutufungulia mkutano.
kuu. Baada ya kusema haya, ninaomba kwa heshima kubwa nikukaribishe na kukuomba uweze kutoa nasaha zako na maelekezo yako pamoja na kutufungulia mkutano mkuu wa Shibiri kwa mwaka huu 2025. Viongozi wa michezo na watumishi wenzangu, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante. Na wengine baadhi zitapatiwa majawabu, zitapatiwa ufumbuzi, zitapatiwa maelezo mazuri. Changamoto ni sehemu ya maisha ya taasisi au maisha ya wanadamu. Kwa hiyo hatupaswi kuziogopa, tunapaswa kuzijadili kwa ukamilifu, kuzizungumza na kuzitafutia majawabu. Lakini pia kuna mafanikio. Tangu shirikisho langu limeundwa pengine na linafanya kazi zake, hapo mafanikio mengi mazuri ambayo yamefanyika. Sasa ni vizuri ni viongozi na wajumbe kwa ujumla kuzungumzia mafanikio ili apate fursa ya watu kuyatambua. Maana wakati mwingine tumekuwa na utamaduni wa kulalamika tu na kuzungumzia changamoto zaidi kuliko pia kuzungumzia mafanikio. Sasa mafanikio pia yanapaswa kuzungumzwa kwa uwazi kabisa ili watu wajue kutoka wapi, tuko wapi na tunaelekea wapi. Sasa mafanikio yanatia ari na hamasa kwa watu kuona kwamba kumbe kuna mafanikio mazuri ambayo yamefanyika. Kwa hiyo vizuri pia mkutano huu utumike kuzungumzia mafanikio. Bila shaka kwa hivyo tutafanyia kuzungumzia mafanikio na ile changamoto zilizopo pia zizungumzwe kwa wazi ili wajumbe waweze kufahamu na tuweze kupata mafanikio. Kumekuwa na changamoto moja, Mheshimiwa Mwenyekiti na wajumbe, ambayo wakati mwingine timu zetu zinaposafiri nao kuwauliza mambo gani ambayo ni changamoto, wananiambia mamluki kwenye baadhi ya taasisi na wizara, kuna wachezaji ambao wanashiriki kwenye mashindano yake wakiwa sio watumishi halali wa mamlaka hizo au taasisi hizo, na kufanya timu hizi zionekane bora zaidi na zipate ushindi, hali ambayo inawavunja nguvu wale ambao wanapeleka wachezaji kwenye uhalisia. Zaidi nimekuwa nikiwaumiza baadhi ya washiriki wetu. Sasa ni jambo ambalo ni changamoto, tutapata fursa ya kuzungumza. Lakini mimi nina wazo moja, Mheshimiwa Mwenyekiti. Nakumbuka huko nyuma wakati timu zetu za ligi kuu zinashiriki mashindano ya ligi kuu, Yanga, Simba, timu zingine, ilikuwa hairuhusiwi kuwa na mchezaji wa kigeni kutoka nje ya nchi. Ilikuwa ni marufuku kwa mujibu wa sheria na kanuni za mamlaka yanayoongoza mpira kwa maana ya TFF. Lakini baadaye kulifanyika maboresho kwamba kwa nini tusiwe na wachezaji, tukaweka mfumo kwa na wachezaji wachache, mmoja, wawili, watatu katika hizo timu kutoka Kongo, Ivory Coast na nchi nyingine yote duniani. Madhumuni ni kuleta chachu, kuleta ushindani katika klabu hizo. Na ukiwauliza watu wa TFF watakwambia hili jambo linasaidia sana na kuruhusu ushindani katika wachezaji. Sasa mtu wangu, Mheshimiwa Mwenyekiti, sisemi kwamba ndio hivyo, lakini najaribu kufikiri kwa sauti kwamba kwa nini sisi tusifike mahali katika maboresho ya shirikisho letu tukawa na mchezaji mmoja au wawili wanaruhusiwa katika kushiriki kwenye michezo yetu hii kutoka nje ya taasisi, kwa maana ya kuleta maboresho na kuleta ushindani, kwa sababu wakati mwingine taasisi zetu hizi zinakosa wachezaji wenye ubora, wakati mwingine kutokana na umri, pengine maradhi na vitu kama hivyo. Hata tutafika mahali sasa mtaona ni muhimu isiwe timu nzima, na itakosa itapoteza mahali ya kuwa lakini na mchezaji mmoja mathalan wawili kwa utaratibu mahususi
ambao mtakubaliana mtawakilisha mtaweka karuhusu kwa mchezaji mmoja wawili wa mpira ama netball riadha shiriki ndio ya nyingine akaja kusajiliwa na ile taasisi kwa hiyo huyu tutumia huyu ndio mkoshi, yani kairasimisha akarasimisha kwa kutengeneza mfumo ambao utakuwa ni tija zaidi. Kwa hiyo mamluki hawa wanaletwa kinyemela tu na baadhi ya washiriki lakini pia kuna changamoto nyingine ya ruhusa kwa tukiona kwa ruhusa watumishi wetu wapate muda wa kutosha kwa kujiandaa kabla ya mashindano. Sasa hili na sura mbili. Moja, wakati mwingine tunachelewa kupata pengine barua kutoka kwenu zifike huko mapaka na siku za mbali kwa watu wetu wajiandae. Lakini sura ya pili ni kwamba mamlaka zenyewe husika, wizara, idara na mikoa, ruhusa hii inaita barua mapema, lakini tu inakutana na kiongozi wa pale ambaye kwa kiasi michezo ni swala la ziada sana. Kwa hiyo anaendelea kuambana kutoa nafasi watumishi wa kujiandaa pamoja tu kwamba kuna kazi nyingi hapa. Swala la michezo ndio pembeni tunapaswa kufanya baadaye. Kwa matokeo yake washiriki wetu kwenye mamlaka na taasisi mbalimbali wanakwenda kushiriki mashindano yale wakiwa hawajajiandaa kiasi kutosha. Kwa hiyo hili ni changamoto ambayo nafikiri katika kikao chako hiki Mheshimiwa Mwenyekiti utaona namna gani ya kuzungumza ili kutafutie majawabu sahihi washiriki wetu wapate fursa na muda wa kutosha wa kujiandaa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nadhani baada ya kusema haya ninaalika kikao hiki kwa ajili ya kufungua. Tumalizie tu kama walikuwa wamesema, tunaendelea kushukuru sana Mheshimiwa Rais na serikali yake kwa kuruhusu watumishi kufanya michezo kwenye maeneo ya kazi. Ruhusa hii imetolewa na serikali, ni sera ya serikali, watu wafanye michezo, faida zake zinafahamika, afya, kijamii, utumishi. Kwa hiyo sasa ni wajibu tu watumishi wenyewe na viongozi kuendelea kuhamasisha michezo na kazi. Za faida za michezo zinaeleweka na zinaelezwa kwenye sera ya serikali. Kwa baada ya kusema haya, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sasa niseme mkutano huu mkuu wa mwaka wa shirikisho la michezo katika wizara na idara ya serikali hapa mkoani Kilimanjaro kwa mwaka wa 2025 umefungwa rasmi. Aliwatakia mkutano mwema na mjadala mwema ambao kutoka na maazimio yatakayosaidia kuboresha michezo na miundo kazi. Kwa majina naitwa Patrick Kutondolana, ni katibu wa klabu ya michezo ya Maliasili Sports Club. In a very brief ni kwamba tuko leo hapa Moshi Kilimanjaro kwa ajili ya mkutano mkuu wa mwaka 2020-2025 wa Shimiwi, kwa maana ya shirikisho la michezo ya wizara na idara za serikali. Kikubwa katika mkutano huu mkuu wa mwaka, sisi kama viongozi wa klabu mbalimbali zinazotengeneza au zinazounda shirikisho tumekuja hapa kwa ajili ya kujadili lakini pia kuzungumzia mambo mbalimbali ya usuyo michezo kwenye taasisi zetu za umma, kwa maana ya shirikisho hizi za wizara na idara za serikali. Mambo muhimu na makubwa ambayo yanafanyika katika mkutano huu mkuu ni pamoja na kujadili changamoto mbalimbali ambazo zinajitokeza nyakati mbalimbali za michezo yetu ya shirikisho. Sasa hii ni nafasi pekee ambayo wajumbe, kwa maana ya wenye viti, makatibu pamoja na wajumbe wa mkutano huu mkuu
tunapata wasaa wa kujadili na kutatua changamoto ambazo zinajitokeza kwenye michezo yetu. Na hapa ndipo ambapo tunaonesha ile nidhamu ya michezo, lakini pia tunaonesha namna ambavyo michezo inaenda kujenga afya, lakini tunaenda kuonyesha kujenga utendaji ulio bora katika kazi zetu. Mkutano mkuu wa mwaka huu wa 2025 umekuja na mada nyingi za kuzijadili, na hii inapelekea ni kutokana na michezo mbalimbali ambayo imefanyika kwa mwaka huu. Tumekuwa katika michezo ya Shimiu mwaka huu pale Mwanza, kuna changamoto mbalimbali zilijitokeza. Kwa hiyo huu mkutano mkuu unakuja kufanya kama analysis, tunakuja kufanya uchambuzi wa yale ambayo yamejitokeza, lakini pale yanapojitokeza yanaweza kujadiliwa na kupatia suluhisho, basi mkutano mkuu unatoa uelekeo na maelekezo juu ya utekelezaji wa changamoto hizo. Lakini sio hivyo tu, tunaenda pia kujadili mafanikio ambayo shirikisho yameyapata katika michezo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na michezo iliyopita kwa mwaka huu wa 2025 pale Mwanza. Tunategemea kwenye mkutano huu mkuu wa mwaka wa 2025 tutakuwa tumetoka na majibu ya maeneo mengi ambayo yamekuwa yanajitokeza katika changamoto mbalimbali, na hasa kwa upande wa uongozi wa vilabu, kwa sababu hapa tunakuja viongozi wa vilabu ni wasimamizi wa wanamichezo sehemu ya kazi. Sasa kuna mambo mbalimbali yanajitokeza kwa wanamichezo mbalimbali kwenye michezo yenyewe. Tutazungumzia mwaka huu mamluki. Je, tunatatuaje swala la mamluki kwenye timu mbalimbali za michezo, kamba, mpira wa miguu, lakini pia na netball? Je, tunaweza kwenda kutatua vipi namna ya kupata ruhusa, lakini pia namba za wachezaji kwenye timu. Manake kumejitokeza changamoto ya baadhi ya timu kwenda na namba ndogo, ambayo inapelekea kutokuwa na wachezaji wa kutosha kwenye baadhi ya michezo. So hivi vitu vyote tunaenda kuvijadili na kuona, je, tunaweza kupata suluhisho, lakini pia je, tunaweza kupata majibu ambayo tukitoka hapa tukirudi kwenye vituo vyetu vya kazi, basi tuende tukashauri kwa viongozi wetu pale tutakapokuwa tunapata ruhusa, tupate ruhusa kwa namba kubwa ya wanamichezo, lakini pia kwa michezo ambayo tutakuwa tunashiriki. Naitwa Severina Mnyaga, ni katibu wa Mashtaka Sports Club. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwapa leo hii kwa ajili ya kuwa katika mkutano mkuu wa mwaka wa shirikisho la michezo ya idara taasisi katika serikali. Mkutano huu umefanyika hapa Moshi, ambao umetupa fursa sisi kama viongozi kwa faida moja, kwamba tunakuja kujadili na kupata majibu ya changamoto zilizopo katika mashindano na shirikisho kwa ujumla. Mkutano huu una manufaa makubwa kwa sababu tunapata fursa ya kujadili hizo changamoto. Kwanza, katika mashindano yetu tunavyokuwa tumefanya mashindano kwa mwaka huu, ndo tunapata muda wa kujadili na kupata tathmini ya yale tuliyofanya kwa mwaka huu. Tunaangalia ni namna gani tunaweza kuyaboresha katika mkutano huu. Katika ajenda zilizopo, ina maana tutajadili mambo mengi. Kwanza kabisa tunashukuru waajiri kwa kutupa nafasi na fursa ya kuja kushiriki katika mkutano huu, ambapo yale yote ambayo yanakuwa tutayajadili hapa ni kwa ajili ya kuboresha katika timu zetu. Sisi ni viongozi katika wizara na idara tulizopo, ina maana kwamba tunasimamia michezo, na katika michezo kuna changamoto ambazo zinakuwa zinajitokeza katika mataasisi yetu kwa jinsi ya kuandaa timu mpaka kufikia kwenye mashindano. Kwa hiyo tunavyokuja katika mkutano huu tunapata fursa wa kujadili zile changamoto na jinsi ya kuboresha. Kwa hiyo kwa mkutano huu tunapata fursa pia ya kupitia katiba yetu, kuangalia ni changamoto zipi zilizopo tunaweza kuziboresha na kupata majibu yaliyoko sahihi. Kwa hiyo mkutano huu ni sahihi na ni bora kwetu sisi viongozi kwamba tunaweza kujadili changamoto na kupatia ufumbuzi katika pale ambapo pameenda ambapo hapana malingano yaliyo sawa.
Pia katika mkutano huu kumekuwa na changamoto kubwa sana katika kuandaa timu zetu makazini, na pia tunapata muda mchache wa kuandaa wachezaji kwa ajili ya kushiriki kwenye mashindano. Kwa hiyo tutakapokuwa katika mkutano huu, ina maana tutajadili na kupata njia bora zitakazotuwezesha tutakaporudi katika kazi zetu, kwa kueleza na waajiri wetu kuweza kutupa fursa ya kupata muda mrefu wa kuandaa timu yetu ili ziweze zikalete ushindani katika mashindano. Kwa hiyo mkutano huu ni muhimu na ni bora sana katika sisi wa viongozi na wasimamizi wa michezo kuendeleza michezo mahala pa kazi.